Familia ya mama wetu mpendwa, familia ya Wamalwa, watoto wa marehemu Yvonne na Mike Wamalwa, ndugu viongozi wote, majirani, watu wa kaunti hii ya Trans Nzoia, pamoja na Wakenya wote kutoka sehemu mbalimbali na marafiki, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Hata ingawaje tuko na majonzi leo, tukiwa tumefika hapa kama marafiki wa familia hii ili tumpe safari ya heshima ya mwisho mama huyu mfanyikazi wa taifa letu la Kenya. Pia tunamshukuru Mungu kwa sababu ametupatia muda wa kuishi na wa kutumikiwa na mama Yvonne mbele akiwa mke wa naibu wa rais na baadaye kama balozi katika wizara ya mambo ya nje. Mimi nimefika hapa kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na serikali ya Kenya, tukiwa tumefika hapa katika safari hii ya mwisho kwa mmoja wetu ambaye tulifanya kazi na yeye serikalini hadi juzi wakati Mungu alimpumzisha. I want to say on behalf of the government of Kenya to the family, our very deep and sincere condolences to you for the loss of this great woman, a lady that served this country with outstanding commitment and dedication. She had a lot of passion in everything that she did. I remember when we were hosting TCAD, she was a central person about a year and a half ago when we were hosting TCAD. And she committed herself in a selfless and humble manner, even after serving as the wife of our former vice president. She carried herself with a lot of humility and served this country with outstanding dedication. And we have come here to celebrate the life of a great woman, a Kenyan lady. Ningependa vile vile kusema ya kwamba familia ya Wamalwa wamechangia sehemu kubwa katika maendeleo ya taifa letu la Kenya, kutoka hayati kijana Wamalwa kupitia kwa Yvonne, Eugene Wamalwa na members wengine wa familia hii ambao wamefanya kazi mbalimbali katika serikali yetu ya Kenya wakitumikia taifa hii kwa kujitolea. Tumekuja hapa kama Wakenya kusema poleni. We are standing with you. Familia wanajua, sitaki kueleza mambo mengi ambayo tunafanya kati ya serikali na familia hii. The family itself knows the commitment of the government of Kenya in so far as the family of Yvonne and kijana Wamalwa is concerned. Mimi tu ningependa kusema vile tumeulizwa na familia juu ya watoto wa Yvonne na kijana Wamalwa. Tumeambiwa ya kwamba kuna watoto bado wako shuleni, walikuwa wanasoma hapa, na wameuliza ya kwamba kama inawezekana
ili waweze kupata njia ya rahisi ya kufanya masomo na tuondoe ile trauma pengine imewapata kwa sababu ya kumpoteza mama yao, kwamba ingekuwa vizuri kwa sababu walikuwa wameanza masomo yao kule Australia, waweze kurudi huko, waweze kukamilisha masomo yao huko. Na kama serikali ya Kenya tumekubali ya kwamba tutagharamia masomo kule Australia ya watoto wa ndugu yetu wa Malwa, na mbali na kugharamia masomo yao, pia tumeulizwa dada yake Yvonne Jackie ambaye yuko hapa aweze kupatiwa kazi kule Australia, ndio aweze kuangalia hawa watoto wakati wanasoma, na vile vile tumekubali ya kwamba tutampatia nafasi ya kufanya kazi kule Australia ndio aweze kusimamia watoto hawa wa Yvonne wakiwa kule shuleni. Vile vile mimi nataka muelewe ya kwamba uhusiano wetu na familia hii, mbali na siasa upande huu na siasa upande mwingine, tumekuwa ni wamoja. Huyu ndugu yangu Eugene Wamalwa, hata ingawaje tulikuwa vyama tofauti, 2013 aliunga mkono Musalia Mudavadi, lakini hakufika mbali sana. Lakini wakati tuliunda serikali tukamtafuta Eugene, hata ingawaje alikuwa ameunga mwingine, tukamweka kama waziri katika serikali ya Kenya kwa kutambua heshima ya familia ya Wamalwa. Tena safari hii tumeungana na Eugene Wamalwa, tumeungana na kina Lusaka na kina Wasiali na wengine na kina Kombo hapa na wengine, tukaenda kuwinda ile mbunge wa Kimilili hapa Chris amesema. Wao walienda kuwinda na sisi tukaenda kuwinda, na tukaungana na Eugene na tukawinda. Mungu akatujalia, sasa Eugene ni waziri, sasa Kihalangwa hapa ni PS, sasa Lusaka ni speaker, Rashida Echeza kutoka kule Mumias ni waziri, ule jamaa wa Budalangi rafiki yangu na Mwamba ako na kazi, na bado maneno iko, kwa sababu tulienda tukawinda tukapata. Sasa mimi nataka niwaeleze, nakubali yale viongozi wenzangu wamesema. Kenya hii lazima tutafute njia ya kujenga daraja ya urafiki na undugu na umoja, ndio Wakenya waweze kuishi kama ndugu moja, watu wa Mungu mmoja. Mimi nakubaliana na viongozi hawa, na hiyo ndio imekuwa msimamo wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na sisi wote kwa Jubilee. Na ndio sababu leo Jubilee tuko na wabunge, MCAs, senators, governors kwa counties 41 Kenya, kati ya counties 46, because we believe in building bridges of unity, togetherness and brotherhood in our great country. Na hatutarudi nyuma na hatutachoka kujenga hiyo daraja ya urafiki, kwa sababu siasa ya ukabila na chuki na kutengana imetupatia hasara kubwa katika taifa letu la Kenya. And we must refuse and we must resist the politics of hate and tribalism and ethnicity, so that we can be one united nation as a country. Na hiyo nasema bila kusita.
kwa sababu lazima tuambiane ukweli. Si ni kweli jameni? Lazima tuambiane ukweli. Mimi nashukuru ndugu zetu, wamesema ya kwamba lazima tufuate katiba ya Kenya, na hapo ndipo tunasimama kidete pamoja na kila Mkenya. Tufuate sheria, tufuate katiba ya Kenya, na hakuna mtu ambaye is above the law or above the constitution in Kenya. All of us, irrespective of who we are, we must submit to the dictates of the Kenyan constitution. We must. Na mimi nawauliza ndugu zangu, wametuambia ya kwamba ni vizuri tuongee. Mimi nawaambia tuko tayari kuongea vile mamilioni ya vijana wa Kenya watapata kazi. Tuko tayari kuongea vile tutazalisha chakula ya kutosha, tuondoe aibu ya njaa. Tuko tayari kuongea vile tutakuwa na bima. Kila mwananchi ya Kenya asisumbuliwe tena, auze nyumba yake, auze shamba yake, auze ng'ombe yake, ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Tunataka wawe na bima ya NHIF. Kila mwananchi alipiwe bili ya hospitali na bima ambayo inasimamiwa na serikali. That is the discussion we want to have. Lakini kama mnataka tuongee ati nani atakuwa rais, sijui nani atakuwa makamu ya rais, sijui nani atakuwa nani, hiyo we are not qualified. Watu wenye kupanga hiyo maneno ni wananchi wa Kenya. Hawa ndio wanaamua. Na wakishaamua ni kama ile tuliambiwa na Chinua Achebe, God's case no appeal. Wananchi wameamua, wameamua. Na mimi niliwaambia hawa ndugu zangu, najua Moses Wetangula ni rafiki yangu. Na mimi niliwaambia, lakini hawakunisikia. Mimi niliwaambia mmechukua muda mrefu sana kuamua nani kiongozi wenu. Miaka 3 mnazunguka, mnaenda seminar, mnaenda retreat, mnarudi workshop, mnafanya mpaka mkachelewa. Sasa mngeshindana na sisi namna gani? Sisi tulijipanga mapema. Alafu sasa mambo imekwisha. Sasa mnataka kutuletea kisirani. Sasa kisirani ya nini my friend? Situngojee tena iko uchaguzi mwingine 2022. Hapo lazima tuambiane ukweli. Kudanganya wananchi ya kwamba kutakuwa na uchaguzi mwingine sijui next week ama sijui next month, hiyo ni uongo ya mchana bwana. Uchaguzi ni ile ya 2022. Na mkikaa vile mnakaa tena, shauri yenu, mambo itaharibika tena huko mbele. Anyway, leo sio siku ya kuongea maneno mingi. Mimi pia naomba kwa unyenyekevu, my friends. Kwa kweli mimi naomba kwa unyenyekevu ndugu yangu Moses, our big brother Raila Odinga, Musalia Mudavadi, jameni, Kenya hii ni yetu sisi zote. Wakati mambo imekwisha, tuwe wangwana. Mambo imekwisha bwana. Kujeni tuketi chini sasa tupange maendeleo ya wananchi. Alafu Kenya iweze kwenda mbele. Kwa heshima nataka sasa nisome risala ya rambirambi kutoka kiongozi wa taifa na rais wa Jamhuri ya Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Message of condolence to the family, relatives and friends of the late Yvonne Nambia Wamalwa.